tushaondoka kule. Sasa hivi tupo kwa Pantev. Haya, karibu tujadili. Nafikiri mwalimu Dimitar Pantev anafahamu wajibu uliokuwepo mbele yake. Ana wajibu mkubwa wa kuhakikisha Simba sio tu kucheza ama sio tu kushinda, bali na wajibu wa kucheza mpira unaoonekana ambao ndio maisha ya Simba. Mpaka wanaitwa Lunyas ni kwa sababu mpira wao siku zote ni wa kugusa kutokea chini, build-up zinazoonekana na kushambulia kwa idadi nzuri, lakini pia kwa mahitaji sahihi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni wajibu wake yeye mwalimu kuweza kuhakikisha basi anakwenda kuisaidia Simba kurejesha hicho ambacho kimepotea. Lakini pia nakumbuka kabla hawajatangaza kocha, nilizungumza huko ndani kwamba wanahitaji mwalimu ambaye atatoka kwenye phases za kujenga timu aje kwenye nyakati za kuania mataji ambayo Simba walikuwa wanashinda miaka 4-5 iliyopita, lakini sasa hivi hawayashindi tena. Maana yake kwa tafsiri rahisi, wamekuwa dominated kila pahali. Sasa namna gani ambavyo anakwenda kushinda ni kuweza kuhakikisha anatumia vizuri rasilimali aliyokuwa nayo ili kuweza kuhakikisha anailetea maendeleo klabu ya Simba. Eneo la pili ni kuhakikisha anapata ule ubora wa wachezaji wengi ambao wapo ndani ya Simba ambao kwenye wakati uliopita hawakufanikiwa ama hawakubahatika kuonesha ubora wote, labda kwa sababu tofauti. Wachezaji kama kina Lada Kichasambi na wengine wana potential ya juu sana, lakini changamoto kwenye wakati uliopita ilikuwa ni kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo ana kazi ya kwenda kurudisha kile kilichopotea kwa wachezaji hao na kuhakikisha basi wanakwenda kwa msaada kwa klabu ya Simba, kwa sababu walishawahi kutuonesha kwamba wana kitu cha kuweza kukitoa kwa Simba na baadaye kugeuka pia kuwa kwa manufaa kwa taifa. Yes, kwa taifa zima. Kwa hiyo Pantev ana wajibu ama anawajibika kwenda kuhakikisha anafanyia kazi vitu vyote hivyo, na inawezekana kabisa akaja kawa miongoni mwa makocha ambao wataendelea kukumbukwa kwa muda mrefu Simba kama atakuja kupata matokeo makubwa. Sawa, lakini miongoni mwa sifa ambazo nimeziona ni kuna mchezaji mmoja wa timu ya Gaborone nilikuwa namfuatilia, kitu ambacho alikiandika kuhusiana na Pantev, kocha Pantev, ya kwamba kwa wale rafiki huenda itakuwa ni nafasi nzuri sasa kwa Simba kuona hata wale ambao pengine walikuwa kuna namna wanachukuliwa poa wakinolewa na kufikia level nzuri, kwa sababu kocha namna anavyomwamini mchezaji inakuza pia na uwezo wake. Ujio wa kocha mpya kwenye timu unakuaga na faida kwa wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi, ambao wanaweza waka train vizuri na wakamshawishi mwalimu mazoezini, baadaye akawapanga kwenye mechi. Mfano halisi ni kwa mchezaji Azizi Andabwile ambaye ukirudi msimu uliopita alivyosajiliwa Young Africans, makocha wote watatu, Miguel Gamond, lakini Hamdi Melud pamoja na Saidi Ramovic walikuwa hawamtumii kama kiungo mkabaji na hakuwa na nafasi ya uhakika kwenye kikosi cha kwanza. Na hata siku ambazo alitumika kuanzia Yanga Day ile ya msimu uliopita ya mwaka 2024 alitumika kama beki wa kati, na kuna mechi ya ligi kuu alicheza kama beki wa kati. Lakini uwepo wa mwalimu mpya Romain Folz ambaye mechi ya kwanza anampa nafasi Andabwile kule Rwanda dhidi ya Rayo Sports, Andabwile alicheza beki wakati na Bakari Mwamnyeto, kwa sababu mabeki wakati wawili wa Yanga, Dickson Job pamoja na Ibrabaka, walikuwa na timu ya taifa ya Tanzania kwenye michuano ya CHAN. Kwa hiyo aliperform vizuri katika ile mechi. Baadaye unamuona Azizi Andabwile anakuja kupata nafasi ya kucheza kama kiungo mkabaji na timu anafanikiwa kuilinda vizuri. Watu wanaweza kusema kwamba Aucho ameondoka, pengine inampa nafasi ya yeye kucheza, lakini tukumbuke kwamba kuna wachezaji ambao wamesajiliwa katika hilo eneo kama Musa Bala Conte kiungo mkabaji, lakini pia yuko Duke Abuya ambaye alikuwepo tangu msimu uliopita, ambaye mara kadhaa amekuwa akitumika kama kiungo mkabaji. Kwa hiyo uwepo wa mwalimu mpya huwa unatoa fursa kwa wachezaji baadhi ambao walikuwa hawapati nafasi kunyenyuka. Hata Bakari Mwamnyeto naye amepata nafasi kucheza kwenye timu ya Yanga chini ya Folz, tena kwa heshima kubwa ya ukapteni kabisa, akiwa anaheshimika. Kwa hiyo sasa hivi ambapo anakuja mwalimu Pantev klabu ya Simba
kuna wachezaji ambao kama kina Chasambi nafasi yao ilianza kupotea tangu msimu uliopita, lakini tunaona Mzamiru Yasini ambaye alikuwa na majeraha msimu huu tayari ampata nafasi chini ya kocha Matola, lakini angalia namna ambavyo Simba walikuwa kama bado hawajajipata hivi kwenye striker. Kuna mechi ambazo Jonathan Soa ameanza, lakini kuna mechi ambazo amekuja kuanza Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo bado unagundua kwamba hakuna leading striker ambaye Simba wako naye. Wanahakika naye kwamba katika mechi zetu sisi kikosi chetu cha kwanza labda ataanza Soa au anakwenda kuanza Mukwala au Selemani Mwalimu. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa wachezaji ambao ni wapya na walikuwa hawana uhakika wa kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, kuendelea kumuonyesha mwalimu uwezo wao, na mwalimu akimwamini mchezaji akisha prove, akimuonyesha kile ambacho mwalimu alikuwa anataraji kutoka kwake, kesho mwalimu anaweza akaendelea kumpanga. Kwa hiyo ni fursa pia kwa wachezaji wengi ambao wapo pale Simba kuendelea kuperform vizuri mazoezini. Kwenye issue ya mchezaji kuwa na uwezo kutokana na mwalimu mpya, unajua kila mwalimu anakuwa na style yake ya kumuelekeza mchezaji na kuona kwa mchezaji kuna nini. Mchezaji anaweza akawa ni bora lakini hajapewa maneno ya kumfanya ajiamini. Mwalimu anaweza kukwambia kwamba mimi nakutegemea wewe, unaweza na wewe ndo kila kitu, na walimu na tabia za walimu walivyo sasa, anamfuata mchezaji peke yake. Yaani meza kama mnagombea namba moja, anakujaza kwamba pita. Yaani kiukweli katika lile eneo la fullback wa kulia bwana, mimi sijaona kama wewe. Unakumbuka finali ya Brazil ile Argentina na Ujerumani anampiga Argentina finali ya kombe la dunia 1-1. Mario Götze anasema wakati anaingia kocha alimfuata akamwambia kaioneshe dunia kwamba wewe ni bora kuliko Messi. Umeona sasa? Akamwambia nenda kacheza, kumpa maelekezo mengi. Yaani chomwambia tu akamwambia kamuita pembeni kabla ya kuingia uwanjani, akamwambia kaioneshe dunia wewe ni bora kuliko Messi. Akamwacha aende uwanjani. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo yanaweza yakatokea mazuri tu, na tukaona Simba mpya au baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi wakaanza kupata nafasi. Yule mchezaji ambaye nilikuwa nimemtolea mfano lazima inahitaji kocha ambaye umeona hata Kaizer Chiefs alikuwa anamuita baba Nasreddin Nabi. Maana yake wachezaji hawamuoni kama kocha tu, wanamuona ni mtu ambaye ni zaidi ya kocha. Kwa hiyo kuna wakati wachezaji wanaweza wakafanya kwa ajili ya kumpambania pia hata kocha, na kuna wakati wachezaji wanaweza wakajikuta wanajitoa zaidi kwa sababu sio kwa ajili yake tu. Kuna wakati pia atakiangalia anasema kweli kocha kuna kitu anataka toka kwangu, kwa nini mimi nisijitume zaidi? Unajua unaona wachezaji jinsi wale wanafunzi. Wachezaji ni kama kundi la wanafunzi, au kauli inatumika sana. Yani au niseme ni kama kundi la watoto basi. Wakikaa pamoja wanafanana vitu vingi. Mimi kuna siku nilishawahi kwenda kwenye kuna kipindi au walimu wanaosaisha mitihani. Huwa wanakaa camp. Sijui unanielewa. Sasa kuna kipindi nilishawahi kuiona camp yao moja pale walipotoka. Ilikuwa Ahero Rundika watoto wa primary. Kulikuwa na makaratasi, kulikuwa na nini. Pako ovyo. Yes, na baadaye nikawa najiuliza huyu ndo ataenda kumkagua usafi tena mwanafunzi kwamba hajatandika kitanda and so whatever kwa sababu alifanyia kitu ambacho nilikuwa jirani napo pale. Lakini baadaye nikaja nikarealize kitu. Psychological mkisha kuwa kwenye kundi moja mnaanza kufanana kitabia. Na hata unaona hata watu wazima ambao tunawaheshimu sana siku kukuta na wanafunzi wamekaa kwenye kundi moja, labda mmoja na pashu PhD, mwingine na pashu just a degree, lakini wamekaa pamoja, wanaishi maeneo yanayofanana ama wanaishi pamoja, kuna kitu yani wanashare, hesabu kwamba watakuwa wanazungumza ujinga mwingi wa pamoja kuliko wakati wote. Sasa wachezaji nao wakaa pamoja wao wanaambizana, na sio tu kuambizana, wakati mwingine wanakuwa motivated. Ndio maana ukiuliza kila kundi la timu utasikia kuna mchezaji mmoja ndio huwa yupo serious sana. Sasa huyo unakuta kwenye timu labda yeye hataki mambo mengi, hana mazoea na watu, ama ni kiongozi wa wengine. Na kuna mchezaji mwingine ambaye kila mtu anajua huyo hatakizungumza kitu hayo mauji haiko serious. Yani vituko zaidi. Ni kama ukikaa na wachezaji wa Yanga alafu kawaambia kuna story kanipa Faridi Musa, kila mtu taona anageukia pembeni anacheka. Sio unanifahamu. Lakini kuna kitu akizungumza kwa mfano Mwamnyeto, utaona wote wapo attentive kukisikiliza, ama Ibrahim Baka.
Hamna, anajua tu hapo masiara. Kuna mtu au pale Simba kuna kitu akizungumza Shomari Kapombe watu wote wanasikiliza, lakini pale Simba kuna ningemtaja, lakini kuna mtu akishaanza tu kuzungumza simtaje, wachezaji wote. Mbona kule umemtaja? Kule au wengine mimi nawaamua wachezaji wote kule watageuka tu hii kamba hii. Kuna mchezaji kwenye ligi yetu Budo na miuno yake ile akiongea wanamsikiza. Budo anajua tu kwamba huu ni upuuzi. Kuna mchezaji kama Jigwa, nafikiri wengi wanamfahamu, fullback yule Jigwa. Sasa hivi yupo Fountain kama nakumbuka vizuri. Rogers Gabriel. Yes. Iko na Mungu. Jigwa yani ni muongo mpaka kila mtu anajua ni muongo. Yani amecheza timu zote alizopita, kila mtu anajua. Ukitaka muongo Jigwa sasa ndo mzee wa fix. Yani ukitaka mtu wa kupanga basi kutana na Jigwa. Sasa kwenye mazingira ya namna hiyo, mwalimu ni lazima ajue sana kuishi na wachezaji, kwa sababu wachezaji silka zao zinafanana, reaction yao inafanana, na pia vijitabia vyao vinafanana, na wanaishi wao wachezaji kwa mchezaji wao wana upendo mkubwa sana. Ni mara chache sana wachezaji ukakuta wameitilafiana, lakini mara nyingi wanaishi kwa upendo mkubwa sana. Whether hawawanii namba, wanawania namba na vitu vingine, kuna wakati wao wanaviweka aside na kuweza kuchagua furaha baina yao. Sasa mwalimu akienda kwenye kundi la namna hiyo, yeye ndo anayepaswa kuwa link nzuri kati ya benchi la ufundi. Communicate effective message, inahitaji uwe na link nzuri kati ya benchi la ufundi pamoja na wachezaji husika, kwa sababu at the end wewe ndiye ambaye utakuwa unapata yale matokeo. Na kuna wakati ambao walimu sio swala la kimbinu tu, ni swala la wanavyoishi na wachezaji pia, wale linachangia pakubwa kwenye mafanikio yao. Sawa bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunalimaliza hilo la kuhusu wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kwamba hiyo heshima anataka kuirudisha Pantev ambao amepewa ni pamoja na kuifunga Yanga. Anaitwa Mohamed Samir, anatokea Lushoto. Unataka kubisha? Hiyo sio heshima ambayo pia anataka kuirudisha? Mimi si. Au ni heshima ndogo sana? Au ndo ile ubingwa unogi bila kumfunga mtani? Ni kauli ambayo alisema Ahmed Ali mwenyewe, yuko ndani ya Simba yule. Alisema ubingwa haunogi bila kuifunga Yanga. Na hata Yanga pia ubingwa haunogi bila kuifunga Simba. Kwa hiyo kwa mfano labda mmepigwa mechi zote mbili, alafu mkachukua ubingwa, yani ubingwa ule kuna namna unawalaki kidogo. Mpaka muwapige. Kuna namna mpaka mpinzani wako yule lialia aumie, yani aumie mara mbili. Kwamba aumie, amepigwa na kombe hana. Haya, alo shinda mechi zote mbili kwa msimu, yani labda seme Simba kampiga Yanga mechi zote mbili, alafu Yanga kawa bingwa. Bado tu atakwambia umechukua kombe kwa hao vilaza wengine, sio kwangu. Kwa hiyo umeona, kwa Simba anaweza kaa anajisifia kwamba huo msimu huo umekuwa msimu mzuri kwake. Sio mzuri, lakini hakosi, maana yake naye anakuwa amepata kitu cha kujivunia kwenye huo msimu. Ni sawa tu na Yanga. Safari ndefu sana. Ita marafiki na washikaji, tusherehekee na wenetu matatu. Bisho. Toz. Huko sasa unaenda kwako. Mimi sio kodi wewe. Mimi nasema panpanti. Kwani panpanti ni nani? Wewe utajua mwenyewe. Mimi nasemaje? Yule matatu. Kwa namna anavyopenda ile gusa, achia twende kwao. Kama je hivi. Mwanangu Rastaman. Nageuka Messi. Kwa maana akarudi mchezoni. Nani anapiga? Akavuka magoli 4. Akavuka magoli 4. Msimu wa kwanza alikuwa na 9 yule. Unajua alafu inapigwa, unajua inavyopigwa ile. Alafu huyu nani mwenye visweta vyeusi huko. Watamla nyama baba. Yaani kwa sababu yule mimi na uhakika. Huyu vibrichi mpya naye inawezekana akawaka, kwa sababu naye anapenda hizo. Nasemaje? Sikia. Huyu Toz, huyu Bisho anaweza hata kafeli kuchukua lile do. Lakini kwenye swala la pum we biriani pale nani kule pembe nje ya mji. Kwa biriani anapiga na kina Kante na kule nje ya mji. Sasa kule nje ya mji Rasta kipindi anatoka kule kwa Makomwanya. Alikuwaga na yani alihusika kwenye magoli 13 wa msimu. Nakumbuka goli zilikuwa 7, assist 6. Alikuwa na goli 9 wakati anatoka
Msimu wake wa kwanza alikuwa ndio mfungaji bora wa timu, nyuma nafasi ya pili Medi Kagere alikuwa na 7. Ita marafiki na washikaji, tusherehekee na wenetu wana